Hili jambo lazima kama wasia wangu kwa Diamond alitazame kwa umakini. Mwanamke anatambulika vema pale ambapo unapomweka ndani. Ndo hapo ana kashful qanaa, anaondosha kinyago sasa katika sura yake. Ndio unambaini kweli kwamba huyu Zuchu wa kweli ndio huyu sasa ambaye alio katika ndoa. Sio yule alikuwa kwenye uhawara. Kwenye uhawara alikuwa na kinyago. Sasa baada ya kumuoa kile kinyago huwa kinavuliwa sasa. Ndio anabaki mwenyewe wa kweli. Kwa hiyo kuna vitu vingi sana ataona tofauti. Mwanamke ukiwa hujamuoa inawezekana usimjue. Yani mnaweza mkaishi kwenye uhawara hata miaka 30. Lakini usimjue mwanamke ni nani. Lakini huyu ndo mkeka anakubalishwa kwa nguvu ujue. Kwa nguvu kabisa, ukitaka utaoa, ukutaka utaoa. Kufanyika nyumbani kwa Shehe Walidi ndoa ile. Haiwezi nayo pia ikapelekea kwamba hii ndoa ikawa sawa na wale wanaosema ndoa sio sahihi. Kwa nini wachukuzane mke na mume waende nyumbani kwa Shehe? Ndio maana nikasema mambo vipi, na karibu mfuatiliaji wa YouTube channel yetu. Nikwambie tu kama wewe ni miongoni mwa watu ambao wapo karibu na mitandao ya kijamii, kwa hakika bila shaka utakuwa umeshakutana na video sambamba na picha ambazo zinamuonesha msanii wa Bongo Flava, kwa maana kwamba Diamond Platinum akiwa anahalalishwa, kwa maana kwamba anathibitisha kile kitendo cha kufunga ndoa. Moja kati ya video na picha ambazo zimezua gumzo ni masaa machache kutoka sasa hivi, ikimonyesha Diamond Platinum akiwa anaulizwa baadhi ya maswali na shehe mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, Shehe Walidi. Picha zingine ziko zinamuonesha kwamba Diamond akiwa anamshika kichwa mkewe mara baada ya kuweza kutamatisha tukio zima la kufunga ndoa. Maswali yamekuwa ni mengi sana juu ya kile ambacho kimetokea. Wengi wanajiuliza kwamba je, hii ni ndoa kweli ama sio ndoa kweli? Wengine wanajiuliza kwamba hii ndoa ni halali ama sio halali. Sababu ni nyingi za wao kuweza kuuliza maswali kama hayo, lakini zaidi tumemtafuta miongoni mwa walimu ambao wanafahamu mambo mengi sana kwenye masuala mazima ya ndoa na elimu ya dini. Atuambie kile ambacho anakiona yeye ama kile ambacho yeye amekiona kina uhalali kiasi gani. Tutazungumza na Shehe Diwani atuambie kile ambacho yeye anafahamu kutana na video sambamba na picha ambazo tumeziona. Shehe, asalamu alaykum. Wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Na bila shaka umeona picha sambamba na videos ikiwa inamuonesha msanii wa muziki wa Bongo Flava akiwa na Shehe Abubakar, Shehe Walidi kama sikosei. Maswali yamekuwa ni mengi, watu wanajiuliza kwamba hii ndoa ni halali ama sio halali, hii ni ndoa kweli ama kuna kiki. Wewe unafahamu vitu vingi sana kwenye masuala mazima ya ndoa. Ukitazama ile picha na video ilivyokaa inaweza kawa ni ndoa ama sio ndoa. Karibu. Tayeb. Naam, jambo la kwanza ni kwamba kwa mimi namna jinsi ambavyo nilivyoona ile video, ile ni ndoa sahihi kabisa. Na ndio yale mara nyingi ambayo tulikuwa tunasema kwamba kuna mambo mengi sana mtu anaweza kuwa anafanya maasi, lakini kuna wakati ukifika anajiuliza limadha ana, kwa nini mimi huwa naendelea katika hali hii? Kwa hiyo ile ni ndoa sahihi kabisa, na kwa kuwa ni ndoa sahihi sisi tunampongeza na tunamuombea dua Mwenyezi Mungu awadumishe katika ndoa yao. Mambo ya hapa na pale katika ndoa yapo, hayaepukiki kwa mtu yoyote, yapo misukosuko ya hapa na pale. Cha msingi ni subira tu na kuvumiliana pale panapofaa kufanya hivyo. Ile ni ndoa sahihi kabisa, wala haina shida kabisa. Sawa, tumezungumza mara kadhaa kwenye masuala mazima ya ndoa. Kipindi kile ambacho msanii Jux alifunga ndoa tumezungumza, na kama kiongozi wa dini rai yako kubwa ilikuwa kwamba unatamani na hao wasanii wakubwa waoe, kwa maana kwamba wao ni vioo. Unapokuwa wameoa kuna baadhi ya watu nyuma watafanya mazuri kwa sababu viongozi ambao wao wanawapenda na kuwafuata wanafanya. Swali langu ni kwamba imeshafika wakati sasa Diamond ameoa. Kwa hiki ambacho amekifanya, pointi yako, yani credit zako ni zipi, ama unaweza kumpongeza vipi kwa hiki ambacho amekifanya? Mimi napongeza sana kwa sababu tendo la kuoa ni kuhifadhi nusu nzima ya dini. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam anatuambia rak'atani min mutazawijin khairun min 70 rak'atin min azbin. Anasema Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, rakaa mbili za mtu alioa, yani akiswali rakaa mbili za sunna mtu ambaye ana mke, khairun ni khairi sana, yani malipo yake ni makubwa, min 70 rak'atin, kuliko rakaa 70 min azbin au min al-azbi, kutokana na yani ukifananisha na
rakaa za mtu ambaye ni bachelor, ambaye hana mke. Yani hivi sasa maana yake Diamond akiswali rakaa 2 za sunna, malipo anayoyapata ni sawa na mtu ambaye hana mke aswali rakaa 70, ndio atamfikia Diamond kwa kuswali rakaa 2 tu. Kwa hiyo hii ni pongezi kubwa, kapiga hatua kubwa sana kuelekea katika khairi. Tunachomsihi ni kukamilisha hii nusu ya pili. Nusu ya pili ni nini? Nusu ya pili maana yake ni kudumu sasa katika zile ibada za aina mbalimbali. Hili ni jambo bora sana ambalo amelifanya, na bila shaka wapo watu wengine wataiga huu mfano wa Diamond. Na zaidi katika kitu ambacho nilichokipenda katika ile ndoa yake, hakutaka iwe ni ndoa ya fahari. Angeweza kufanya kuwa ni ndoa ya fahari, watu wote duniani wakajua, lakini ameifanya neutral, ni safi sana katika hali ile, kwa sababu ndoa ni neema. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia tufiche uchumba, tuitangaze ndoa. Kwa hiyo alichotazama Diamond, kwa kuwa yeye ni mtu maarufu, anajulikana sana, kama nitaiweka wazi hii ndoa kwa haraka, inawezekana ikaleta mambo mengi sana, hasadi zikawa nyingi, fitna zikawa nyingi. Kwa hiyo hichi alichokifanya ni kukata zile hasadi na midomo ya watu. Kwa hili kafanikiwa na amefaulu, na ni jambo zuri. Mimi binafsi nampongeza, na hata dini ya Kiislamu pia inampongeza, lakini kadhalika na yale aliyoyafanya ni katika mazuri, na tutarajie mazuri. Isipokuwa sasa, wasia wangu kwake ni huu: mwanamke ukiwa hujamuoa, inawezekana usimjue. Yani mnaweza mkaishi kwenye uhawara hata miaka 30, lakini usimjue mwanamke ni nani. Mwanamke anatambulika vema pale ambapo unapomweka ndani. Ndo hapo ana kashful qanaa, anaondosha kinyago sasa katika sura yake. Ndio unambaini kweli kwamba yule mwanamke wa kweli, huyu Zuchu wa kweli, ndio huyu sasa ambaye alio katika ndoa. Sio yule alikuwa kwenye uhawara. Kwenye uhawara alikuwa na kinyago. Sasa baada ya kumuoa, kile kinyago huwa kinavuliwa, sasa ndio anabaki mwenyewe wa kweli. Kwa hiyo kuna vitu vingi sana ataona tofauti baina ya jinsi alivyokuwa naye kule katika uhawara na hivi sasa yupo katika ndoa. Hili jambo lazima kama wasia wangu kwa Diamond alitazame kwa umakini. Ataona kuna mabadiliko makubwa sana. Lakini jambo la pili, mwanamke anapoolewa, mwanamume huwa anataka kuonyesha yeye ndiye mume. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, ya kwamba baadhi ya wanamume, hii inaitwa yani litafdhili al-ba'd, inaonyesha ubora wa baadhi. Sio kila mwanaume ni kiongozi. Kuna wanaume wengine wanatakiwa waongozwe tu kutokana na maarifa yao kuwa machache, lakini kuna wanaume wengine wao ndio wasimamizi wa wake zao. Sielewa kidogo hiyo. Yani aya ndio inasema hivyo, ar-rijal, hii inaitwa litafdhili ba'dhin, inaonyesha baadhi ya wanamume ndio wasimamizi kwa wake zao. Kuna wanaume wangapi tunawaona katika ndoa zao, lakini yeye amri inatoka kwa mke. Ndio anasema la khaira fi baitin imri'in, hapana khairi katika nyumba ya mtu ambaye tasihu fiha dajajatu wa yasmutu dik, ambaye anayewika ndani ya nyumba hiyo ni tetea, alafu jogoo anaambiwa tulia kimya, kaa kimya. Ni majumba mangapi tunayaona yanakuwa hivyo? Dini imeswihi. Dini haiswihi katika hilo. Na hiyo ndio nyumba inakuwa hakuna khairi katika nyumba ya namna hiyo. Mwanaume ukiwa wewe kauli zako ziko chini na kauli ya mwanamke ikawa ndio iko juu, hiyo nyumba ni nyumba hatari. Ni sawa na nyumba ya buibui. Namjua buibui? Wanaita al-ankabut. Buibui jinsi alivyo, na Mwenyezi Mungu akaisifia nyumba ya buibui kuwa ni nyumba mbaya kabisa. Yani haitakiwi wanadamu kuishi maisha ya nyumba ya buibui. Kwa sababu kwanza Mwenyezi Mungu alivyomuumba buibui wa kike yeye ndio mkubwa kuliko mwanamume. Takriban mara 5 mpaka mara 10, yani kwa ukubwa wake. Kiumbo, naam. Lakini huyu buibui wa kike yeye ndio mwenye nguvu kuliko buibui mwanamume. Kwa hiyo buibui anachokifanya yeye anamtaka yule mwanamume pale anapojisikia matamanio yake au hamu yake katika hali za namna hiyo.
Huyo ndo mwanaume atakuwa anahitajika wakati huo. Baada ya kumaliza haja zake, huyo mwanaume hana maana, hana mpango wa aina, na akikaa vibaya atakamatwa, atafanywa supu, ataliwa. Ndio maana Mwenyezi Mungu asema inna auhana albuyuti la baitul ankabut, nyumba mbaya isiyofaa, haitakiwi kabisa ni hii nyumba ya buibui. Kwa hiyo kuna baadhi ya wanadamu wanaishi kama wanavyoishi buibui. Nyumbani kwake amri zinatoka kwa mke, yeye hana neno la kusema. Atakavyosema mke ndio hivyo hivyo. Kasema mama bana, hamna namna nyingine, lazima tusikilize. Wewe unakuwa ni mtu wa hovyo hovyo, ndio maana yake. Sasa unapomuoa mke, mara nyingi sana ndipo huwa anajifunua sasa, kukuonyesha ule uhalisia wake namna jinsi alivyo. Na mwanamume anataka amri zake zitekelezwe. Ndio maana utaona mtu, inawezekana mtu akakutana na mwanamke klabu mathalan, kwa kuwa wote ni watu wa klabu, lakini wakaanza mahusiano huko klabu. Akishamuoa, watu wanamwambia kuanzia leo utabaki nyumbani, hakuna kwenda klabu. Sasa huyu mwanamke kama ni mwanamke anayejielewa vizuri, itabidi aache kwenda klabu, kwa sababu sasa hivi ni mtu mwingine, sio yule tena. Lakini kama atakuwa hajielewi, atakwambia hapana, mimi klabu nitakwenda kwa sababu ndipo mahala uliponitoa. Sasa pakisha kuwa katika hali za namna hii, ndoa hii mara nyingi huwa haidumu. Panaanza mizozo, kwa sababu huyu mtu anakuwa anabaini kwamba kule klabu sio mimi peke yangu, kuna wengine kama nilivyokuona mimi, pia kuna wengine watakuona hivyo hivyo nilivyokuona mimi. Ndio maana anaambiwa kaa nyumbani, wewe ushakuwa mke na sio hawara na sio muhuni, tulia nyumbani au fata utaratibu wangu. Hapa sasa wanawake wengi huwa wanafeli. Ndio utamwona mwanamke anasema kwa nini wakati mimi mmenikuta huko, tumekutania huko, inakuwaje? Huyu sasa ni yule mtu ambaye hajielewi. Kwa hiyo tunamuombea dua tu Diamond na Zuchu, basi ajue kabisa Zuchu kwamba sasa hivi yuko chini ya amri ya mume wake ambaye ni Diamond, kwa chochote anachomuamrisha katika yale ambayo yanayomridhi Allah subhanahu wa ta'ala, hana namna, ni lazima atekeleze tu. Bali akimuamrisha katika yale ambayo yanayomchukiza Mwenyezi Mungu, hapo Zuchu anaweza akakataa. Anaweza akakataa na anaweza akamwambia hili si jambo sahihi katika hali za namna hii. Kwa hiyo mimi niseme tu Diamond kafanya kitu kizuri sana, na asipatikane mtu wa kumbeza Diamond. Na tulisema ataelekea katika mazuri, atakwenda anaacha moja baada ya jingine. Maadamu mwenyewe kathibitisha anasali sala 5, ataacha moja baada ya jingine. Ipo siku tu, hatujui ni mwaka gani na wakati gani, anaweza kabisa ikatokea siku akatangaza, jamani mimi katika mziki simo. Inawezekana kabisa, na Mwenyezi Mungu anaweza kufanya hivyo. Muqallibal qulub, anaweza kubadilisha mioyo ya watu, inawezekana. Kwa jambo la msingi, mimi binafsi nimpongeze na nimuombe dua katika hili. Ni jambo bora, ni jambo zuri. Na hata wale wasanii wengine ambao hawajaoa, wako wanaishi na vimada tu, oeni na nyinyi, oeni inshallah biidhnillah subhanahu wa ta'ala, na Mwenyezi Mungu atawapeni khairi zilizokuwa nyingi kabisa. Sawa, nilikuwa nafuatilia baadhi ya komenti mara baada ya Diamond kuposti zile picha na video. Kuna baadhi ya watu kama hawakuamini kama ile ni ndoa kweli, ama kuna watu, baadhi ya watu nao wakasema hii ndoa ni ndoa ya mkeka. Nikasema nimtafute Shedwani atuambie nini tafsiri ya maana ndoa ya mkeka. Pointi zao zilikuwa, wapo ambao wamesema kwamba wakati Diamond anafungishwa ndoa hapakuwa na ubani, tumezoea kuona yule moshi wa ubani kidogo, mambo mazuri yananukia. Na hata Diamond alivyokuwa ameenda kumshika kichwa mkewe ambaye ni Zuchu mara baada ya tukio la ndoa kumalizika, tukuona hata zile piko ambazo amecholwa kama ambavyo tumezoea. Swali langu, kwanza nini maana ya ndoa ya mkeka, ama vile ambavyo umeitazama inaweza kuwa ni ndoa mkeka, alafu kukosekana kwa ubani, kukosekana kwa mwanamke kucholwa inaweza ikabatilisha kusema hii ndoa si halali, ama pia hii ni ndoa mkeka kwa sababu hakuna ubani wala mwanamke hajacholwa zile ina? Mimi nafikiri kwanza hili neno ndoa ya mkeka ni mustalaha ambao wamejitengenezea tu watu, yani wameutengeneza mustalaha huo. Lakini kuna vitu katika sharia vinaitwa shurutu sihati nikah, yani masharti ya kusihi kwa ndoa. Masharti ya kusihi kwa ndoa, sharti la kwanza aridha zawjain, ni ridhaa ya hawa wanaooana, yani mke na mume wanaooana. Je, wameridhia? Sinanielewa vizuri Yani wamekubaliana katika sala ile la ndoa?
Hii ni sharti ya kwanza katika shuruti sihati an-nikah, sharti za kusihi kwa ndoa. Lakini sharti ya pili inatakiwa patikane wali. Wali maana yake ni mzazi wa huyu binti anayekwenda kuolewa, au ikosekana mzazi basi wapatikane zile silsila za mawali. Kwa maana kama mzazi hayupo basi inatakiwa wali namba 2 ni nani? Anakuwa babu. Hayupo namba 2 basi anakuwa ni nani? Anakuwa kaka. Hayupo kaka anakuwa baba mdogo au baba mkubwa, au kadhalika kauli yao. Inawezekana wakawa wapo lakini eneo la tukio wasifike, lakini kauli yao ikapatikana. Labda baba akamwambia shekhe, naomba nisimamie huyu binti. Hilo jambo limekwisha. Kwa hiyo baada ya kupatikana hii wali, kwa maana wali wa binti, hii ni sharti ya pili min shuruti sihati an-nikah, katika masharti ya kusihi kwa ndoa, ambayo tumeaona pia yanatimia pale kwa Diamond. Lakini sharti la tatu ni kupatikana mashahidi watakaoshuhudilia ile ndoa, kwa sababu ili isije baadaye ikasemekana kwamba hawakuoana, kwa sababu hamna shahidi yote, lakini mashahidi wameshuhudia ile ndoa. Lakini kadhalika lipatikane na neno la kufungisha ndoa yenyewe, ambayo tumemwona pale Sheikh Walid akimfungisha ndoa, na mahari pia inatakiwa ipatikane. Na tumeona pale akitamkiwa kabisa kwamba umemwoa Zuhura binti nani, pale umesema binti kadha, binti nani? Binti Uthmani, kwa mahari mliokubaliana na umetoa yote. Anasema hivyo. Maana yake hii ni ndoa ambayo imesihi kabisa na wala haina tatizo la aina yoyote. Kwa hiyo kusema ndoa ya mkeka, mkeka ndio nini kwanza? Mkeka maana yake nini? Ndoa imekuwa ni ghafla, kuna tawapambe. Yaani ndoa hata ikiwa barabarani, yaani mtu kasimama barabarani bana, tunapiga ndoa hapa, haina shida hiyo wala haina tatizo. Katika vitu ambavyo vinatakiwa vifanywe haraka ikiwezekana, mojawapo ni mtu akifa azikwe haraka, kwa sababu hata mkikaa naye afufuki mzee, ndo kaishaenda huyo. Lakini jambo la pili ni kwamba mtu akitaka kuslimu, usimwambie basi uje kesho ndo nikuslimi, hapo hapo inatakiwa apigwe shahada. Na jambo la tatu, ndoa, mtu akikwambia bana mimi niko tayari nataka kuoa, aozeshwe haraka sana. Kwa sababu kama ukimwambia utaoa kesho alafu leo akaenda kufanya zina, na we umo katika hilo swala, kwa sababu lau ungemuozesha leo hii asingezini huyu. Kwa hiyo jambo la msingi miongoni mwa mambo ambayo yanatakiwa afanywe haraka ni hili swala la ndoa pia. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema ya kwamba miongoni mwa mambo ambayo sisi kama wazazi tunatakiwa kuyafanya, haki ya mzazi kumfanyia mtoto wake amuozeshe pale tu anapobaligh. Masahaba wakamuuliza, je, akiwa mwanamume sawa, tunaweza tukamtafutia mchumba akaoa? Sasa huyu mwanamke ambaye tayari kaisha vunja ungo, tunamuozeshaje wakati yeye ni matluba, ni mtu ambaye anayetafutwa, mpaka aje huyo wa kumuoa? Mtume akasema, mpambeni huyo mwanamke, mnunulieni mavazi mazuri apendeze, basi kadhalika atapatikana mtu wa kuja kumuoa katika hali za namna hiyo. Kwa hiyo kuna jambo la msingi sana hapa. Kwa hiyo ndoa ifanywe kwa haraka. Piko au kupaka poda, wanja na mfano wa hayo sio masharti yanayofanya kwamba ndoa iwe imesihi. Sio sharti kabisa inayofanya ndoa kuwa imesihi. Au kuwa na tafrija kubwa sana, sio sharti la kufanya kuwa ndoa kuwa imesihi. Ndoa inasihi kwa kuwepo kwa ridhaa ya hawa wanaoana, lakini kadhalika kupatikane wali au kauli ya wali, lakini kadhalika kupatikane mashahidi wawili tu wanatosha. Wawili tu wanatosha kabisa. Tena na ni vizuri, inapendelea au inapendekezwa au mashahidi wawe ni katika watu wa karibu ya familia. So lazima wapatikane kina nani kwa sababu ni wasanii wenzake. Hata watu wawili tu katika familia wanatosha sana kufanya ndoa kuwa imesihi. Lakini na jambo jingine ni mahari. Iwe mahari yametoka alafu ije tamko la kuozesha. Basi ubani hauna nafasi. Ubani ile inaitwa al-istihsani, ni kufanya tu pale mahala pawe na harufu nzuri tu basi, lakini hauna maana nyingine yoyote katika swala la ndoa. Zaidi ya kuchoma ule ubani ni kufanya mahala pale pawe na harufu nzuri basi. Kwa kuwa tendo linalofanywa pale la kuozesha ni tendo zuri, basi na mandhari ya pale yawe na harufu nzuri basi. Hiyo ndo maana ya ubani. Lakini kusema eti ubani ndo ndoa yenyewe,
haipo hiyo. Nini maana ya ndoa ya mkeka sasa? Tuwape watu elimu kidogo. Ndoa ya mkeka ni ile ndoa ya kukamatiwa. Yaani mtu alikuwa yuko na binti wa mtu, umeona? Anafanya naye zinaa, alafu huyo nani mwenye binti yake akatonywa huko bana, yule jamaa yuko naye mahala fulani. Ndio yule jamaa anachokifanya, anachukua watu 2 watatu na shekhe akiwemo, twendeni tu. Yani huyo mtu inakuwa kama akafumaniwa, alafu ndio anapigwa ndoa hapo hapo. Hiyo ndio inaitwa ndoa ya mkeka. Lakini ndoa mtu kapanga, anamchukua nani huyo mchumba wake, wanakwenda mpaka kwa shekhe mathalan, au anamuita shekhe, njoo hapa mahala, tunataka ndoa ifanyike. Hii sio ndoa ya mkeka, ni ndoa sahihi kabisa, haina shida. Kwa sababu ndoa ya mkeka ni ile ya kukamatiwa. Unazini na binti wa mtu, sasa wakakuweka katika target, siku wamekuona uko naye, hapo hapo watu wakakupiga ndoa. Huyo Diamond na Zuchu, hii sio ndoa ya mkeka. Sio ndoa ya mkeka kabisa. Zuchu na Diamond ni ndoa sahihi, ni ndoa ambayo haina tatizo hata kidogo, na ni ndoa sahihi sana, na katika hilo neno la mkeka wala haimo kabisa. Haimo kabisa hiyo ndoa, kwa sababu ni ndoa ina ridhaa ya watu wawili. Lakini huyo ndoa ya mkeka anakubalishwa kwa nguvu, ujue. Kwa nguvu kabisa, ukitaka utaoa, ukutaka utaoa. Basi hamna tatizo, inshallah mimi niko tayari. Anaozeshwa hivyo. Kufanyika nyumbani kwa shehe Waridi, ndoa ile. Haiwezi nayo pia ikapelekea kwamba hii ndoa ikawa sawa na wale wanaosema ndoa sio sahihi. Kwa nini wachukuzane mke na mume waende nyumbani kwa shehe? Ndio maana nikasema ndoa hata ikiwa barabarani iko sahihi kabisa, maadamu zile shurutu sihati nikah, sharti za kusihi kwa ndoa zikikamilika, hata ikiwa barabarani haina shida. Kumpeleka kwa shekhe, hilo ni jambo zuri zaidi kabisa, insha Allah biidhnillahil karim. Imesihi, iko safi, haina shida. Naam.